Wakizungumza mbele waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa, wananchi wamesema kuwa shughuli kuu ya wakazi wengi wa wilaya Tunduru ni kilimo. Hata hivyo, katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la mifugo kuingia katika maeneo ya mashamba, hali inayosababisha migogoro ya mara kwa mara. Ninachokuomba mheshimiwa, maelezo ya wafugaji kama yangelikuwa sio binadamu wenzetu, yalikuwa tuseme wafugaji tarafa ya Narasi hatuwataki na Tunduru nzima. Mimi nilikuwa nafikiria ako ka taratibu ambako umekasema mkoa umejadiliana, wilaya umejadiliana, sijui na nini umejadiliana. Tulikuwa tunaomba majadiliano hayo mheshimiwa yawe yana unafuu, yasije yakaleta vita siku za usoni. Kama umesikia kuna watu wamekufa na wengine wamejeruhiwa, mimi ni mmoja wapo. Nataka nikuonyeshe picha halisi. Unaona mikono yangu, umeona hiyo mikono yangu, mkono wa kushoto huo umevunjwa, hicho kifundo ni cha kuvunjika, na mimi nimeponea Ndanda hospitali kwa kutetea shamba langu, kabustani kangu na mbaazi zangu kutoka kwa wafugaji. Nataka niseme maoni yangu ni kwamba hao wafugaji, mimi binafsi kama ingekuwa mimi ndio kama mimi sipendi hata kuwakuta hata pale wilayani Tunduru. Nalalamika kweli ninapowaona na mashuka yao mitaani. Sisi Tunduru, mimi mpaka nakuwa nafika miaka 15 wakati nilikuwa simjui ng'ombe namuona kwenye picha. Sisi watu wa Tunduru hatuwachukii wafugaji na wala hatuna nia ya kuwafukuza kwenye eneo hili. Changamoto tulio nayo kwa watu wale, wanatuua. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed akitoa taarifa kwa waziri wa mifugo na uvuvi, amesema serikali katika wilaya Tunduru tayari imetenga vitalu 279 kwa ajili ya wafugaji. Hata hivyo, amebainisha kuwa maeneo hayo bado hayajapatiwa huduma muhimu kama maji na miundombinu mingine, hali inayowalazimu baadhi ya wafugaji kuyahama na kuingia katika maeneo ya wakulima. Kuna vitalu kule vimetengwa karibia 279 na vitalu vile vimegawiwa kwa wafugaji, lakini changamoto iliyopo kwenye vitalu vile ni kwamba havijaongezewa thamani. Umempa kitalu mtu, lakini mule ndani hamna huduma za maji, mule ndani hamna huduma za majosho, mule ndani hamna huduma za tiba kwa maana ya chanjo, kwa maana ya veterinary center. Mule ndani pia nyasi zikiisha hakuna mipango mbadala ya kuotesha ili huyo mtu asiwe anazunguka. Kwa hiyo sisi tunafikiri wazo letu hili ni wazo zuri la kutenga vitalu, lakini tungehitaji kuona sasa serikali na wadau wengine wanatusaidia kuhakikisha vitalu vile vinaongezewa thamani ili wafugaji waendelee kubakia kwenye eneo moja. Sababu tulichobaini changamoto hizi zinajitokeza haswa wakati wa kiangazi ambapo mifugo sasa inazunguka kutafuta malisho na maji. Naye waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amesema kuwa serikali kupitia Wizara ya Ardhi, TAMISEMI pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi inaendelea na mikakati ya kupanga na kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wafugaji ambayo yatakuwa na huduma muhimu ili kuwawezesha wafugaji na mifugo yao kuishi na kufanya shughuli zao kwa utulivu. Makatibu kuu wa Wizara ya Ardhi, TAMISEMI na wizara yetu ya Mifugo na Uvuvi wanaendelea kupanga mkakati wa kupima maeneo ya ardhi kwa ajili ya mifugo yatakayowekewa maji na kulinda malisho na huduma za ugani. Ni waase ndugu zangu kwa kurudia, na nimesikia mchango wa viongozi wenzangu na wananchi hapa. Chonde tusichukue sheria mkononi. Tatizo likijitokeza baina ya mfugaji na mkulima, haraka taarifa zitolewe ili hatua zichukuliwe bila kusababisha fujo na kuvunja amani. Kutoka Tunduru mkoani Ruvuma, Newton Ndenda,